Kwa kawaida, siku inaundwa na masaa 24. Masaa 24 yamegawanyika katika majira mawili. Kuna majira ya mchana, na ninapozungumza majira ya mchana, haya ni majira ambayo huanza saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Namba 2 ni majira ya usiku. Majira ya usiku kwa kawaida huanzia saa 12 ya jioni mpaka saa 12 asubuhi. Lakini tunapozungumzia majira ya usiku pia yamegawanyika, kuna usiku wa manane na usiku wa kawaida. Katika majira yote ya siku ambayo wanadamu tunaishi, siku zetu pia zinahesabika katika uso wa dunia. Unapofika muda wa kuondoka kwenye uso wa dunia, kila mwanadamu anayo namna yake ya kuondoka. Wapo ambao huondoka kwa kupata ajali, lakini wapo ambao huondoka kwa maradhi mbalimbali. Ninamaanisha ahadi pekee ambayo kila mwanadamu lazima itatimia katika maisha yake ni kifo. Hivyo kwa hakika siku moja mimi ambaye ninazungumza muda huu sintakuwepo tena katika uso wa dunia. Hata wewe ambaye unanisikiliza muda huu hautakuwepo katika uso wa dunia. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu ambao wanaiaga dunia hukumbwa na vifo wakati wa usiku, hasa usiku wa manane. Inawezekana nawe ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini asilimia kubwa ya wanadamu wanapokaribia kufa, vifo vyao vimekuwa vikitokea usiku wa manane. Kama nawe ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakijiuliza swali hilo, basi makala hii imeandaliwa mahususi kwa ajili yako, kwani nimekuandalia majibu ambayo ninaamini kwa namna moja au nyingine yatakwenda kujibu maswali yako yote ambayo umekuwa ukijiuliza. Na kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ni kwa nini asilimia kubwa ya wanadamu hupoteza maisha usiku wa manane. Namba 1 ni kwa sababu kinga za mwili wa mwanadamu hushuka kila unapofika usiku. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kila mwili wa mwanadamu una mfumo wa kinga, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu wanapoenda kulala, mfumo wa kinga za miili yao huwa unashuka unapokuwa wakati wa usiku. Na ndiyo maana mwanadamu anapokabiliwa na changamoto mbalimbali za maradhi wakati wa usiku, inakuwa ni rahisi kupoteza maisha kuliko nyakati nyingine. Kwa hiyo ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya vifo kutokea wakati wa usiku kuliko wakati wa mchana. Namba 2, mapigo ya moyo hubadilika ghafla mwanadamu anapokuwa amepitiwa na usingizi. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kila mwanadamu ana mapigo ya moyo ambayo humsaidia kusambaza damu maeneo mbalimbali ya mwili wake. Lakini pindi usiku unapoingia, mwanadamu anapolala, mapigo yake ya moyo huwa yanabadilika, na huu ni wakati ambao hata shinikizo la damu kwa wanadamu wengi huwa linashuka sana. Hivyo asilimia kubwa ya binadamu wenye matatizo ya moyo huwa wanaweza kupata shambulio la moyo au heart attack katika wakati huu. Na wakati mwingine usiku unapoingia, kwa sababu ya mabadiliko ya mapigo ya moyo ambayo hubadilika ghafla, baadhi ya wanadamu hujikuta wakipata stroke ama kupooza, jambo ambalo hupelekea wanapoamka asubuhi wajikute baadhi ya viungo vya miili yao havifanyi kazi. Hivyo ni jambo la kawaida kabisa wanadamu wanapolala mapigo ya moyo kubadilika, shinikizo la damu kushuka, na hivyo inaweza ikawa ni sababu mojawapo ambayo hupelekea vifo vingi kutokea wakati wa usiku. Namba 3, kupungua kwa uangalizi wa kitabibu. Mwanadamu ameumbwa katika namna ambayo mwili wake huwa unaweza kufanya kazi vizuri wakati wa mchana, lakini unapofika wakati wa usiku, basi mwili wake huwa unahitaji kupumzika. Katika hospitali mbalimbali wapo wagonjwa wengi ambao wanahitaji uangalizi maalumu wa matabibu, lakini uangalizi mkubwa dhidi ya wagonjwa huwa unakuwepo wa kiwango cha hali ya juu wakati wa mchana, kwani madaktari pamoja na matabibu wengine huwa wanakuwepo katika maeneo yao ya kazi. Lakini unapofika wakati wa usiku, matabibu
huenda katika makazi yao kwa ajili ya kupumzika na wanabakizwa wachache kwa ajili ya uangalizi wa wagonjwa. Uangalizi wa wakati wa usiku huwa unakuwa duni ukilinganisha na uangalizi wa wakati wa mchana, na ndiyo maana wagonjwa wengi wanapopata dharura hukosa msaada ambao unatakiwa na kujikuta wakipoteza maisha, na wakati mwingine hata wanaohitaji msaada wa dharura hujikuta wakipata msaada kwa kuchelewa, jambo ambalo hupelekea binadamu hawa wapoteze maisha. Namba 4, kwa sababu usingizi mzito ambao mwanadamu huwa anakuwa nao usiku wa manane huwa unamzuia kuweza kubaini dalili hatari ambazo zimemkumba kwa wakati huo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wakati wa mchana mtu ni rahisi kuhisi ikiwa ana changamoto fulani katika mwili wake, kwa sababu macho yake yanakuwa wazi na hisia zake pamoja na ubongo wake unakuwa unafanya kazi katika kiwango ambacho kinatakiwa. Lakini pindi mwanadamu anapokuwa amepitiwa na usingizi mzito, yani rapid eye movement REM, huu ni wakati ambao mwili wa mwanadamu unaweza ukapitia changamoto mbalimbali ambazo laiti angekuwa mzima au angekuwa macho angeweza kuzihisi na kuchukua tahadhari ya mapema. Lakini huu ni wakati ambao mwanadamu pengine huwa anakuwa katika ndoto, au wakati mwingine huwa anakuwa katika usingizi mzito, yani deep sleep. Kitendo hicho hupelekea mwanadamu ashindwe kubaini dalili za mapema dhidi ya magonjwa ambayo yanamkabili na kujikuta anapoteza maisha. Hii ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya wanadamu kupoteza maisha wakiwa katika usingizi mzito. Namba 5, matatizo ya kupumua wakati mwanadamu anapokuwa amelala usingizi mzito. Kwa Kiingereza matatizo haya huitwa sleep apnea. Wapo baadhi ya wanadamu ambao unapokuwa mchana huwa wanaweza kupumua vizuri, lakini kiza kinapotawala katika uso wa dunia, wakaenda katika vitanda vyao, wanapojilaza na kupitiwa na usingizi, watu hawa huanza kupumua kwa tabu, na wengi wao hujikuta wakikoroma sana, kwa sababu njia za mfumo wa hewa huwa zinakuwa ni kama zinaziba. Na ndio maana unapohisi kila unapolala unakuwa unakoroma, hiyo ni dalili mbaya, ambapo inapokuwa inatokea mara kwa mara katika maisha yako, ni vema ukachukua hatua ya kwenda kumtembelea tabibu ambayo yupo karibu na wewe, ili akakupe ufumbuzi, kwa sababu unaweza kujikuta katika madhara makubwa ambayo haukutarajia. Namba 6, kushuka kwa sukari kwa watu ambao wanasumbuliwa na maradhi ya kisukari. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, ugonjwa wa kisukari umegawanyika katika makundi mawili. Kuna kisukari cha kupanda na kuna kisukari cha kushuka. Binadamu wengi ambao wanakabiliwa na sukari ya kushuka, mara nyingi wanapokuwa wamelala, kwa sababu ya mchakato ambao unaendelea katika mwili wao, wanaweza kujikuta sukari imeshuka kupindukia na wakashindwa kuchukua tahadhari yoyote, kwa sababu tu wamepitiwa na usingizi, na kitendo hicho kinaweza kikapelekea mwanadamu akapoteza maisha wakati anapokuwa amelala. Hivyo ni vema ukawa moja kati ya wanadamu ambao wanaweza kucheki afya zao mara kwa mara kabla ya kwenda kulala, hasa ikiwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanasumbuliwa na sukari ya kushuka. Namba 7, ni kwa sababu asilimia kubwa ya madawa ambayo wanadamu huyatumia huwa yanafanya kazi zaidi wakati wa usiku. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wanasumbuliwa na maradhi mbalimbali katika maisha yao huwa wanaweza kunywa dawa muda mfupi kabla ya kwenda kulala. Katika madawa ambayo binadamu hawa wanayatumia kwa ajili ya kutibu maradhi ambayo yanawasumbua, kuna baadhi ya dawa zina nguvu kupita kiasi, na dawa hizi zinaweza kufanya kazi kupita kiasi mwanadamu anapokuwa amelala. Kitendo hicho kinaweza kupelekea mwili wa mwanadamu ukazidiwa na nguvu za madawa, na mwisho wa siku mwanadamu akajikuta amepoteza maisha. Namba 8, ni kwa sababu ulimwengu wa kiroho huwa unakuwa na nguvu zaidi katika nyakati hizi kuliko nyakati nyingine. Kwa mujibu wa imani mbalimbali, inaaminika usiku wa manane unapofika, milango mingi ya kiroho, yani spiritual portal, huwa inakuwa wazi ukilinganisha na nyakati nyingine katika siku.
Hivyo watu wengi hujikuta wakipoteza maisha katika wakati huo, kwa sababu ni muda ambao milango mingi ya kiroho huwa inakuwa imefunguka kwa ajili ya kupokea roho za wanadamu mbalimbali. Watu wengi wanapoenda kulala, usiku wa manane unapofika, wengine wenye nguvu za kiroho zaidi huwa wanashtuka bila sababu yoyote, lakini majini pamoja na viumbe wengine wa kiroho huwa wanakuwa na nguvu zaidi katika usiku wa manane, lakini ni wakati ambao mwili wa mwanadamu huwa unakuwa umepitiwa na usingizi fofofo, ikiwa mwanadamu hana nguvu za kiroho. Hivyo hata matendo mengi ya kiroho, ikiwa ni pamoja na matendo ya kichawi na kishirikina, huwa yanaweza kufanyika katika mida hii. Hivyo matukio mengi ya watu kurogwa pia hufanyika katika mida hii. Ni rahisi sana binadamu kujikuta wakipoteza maisha katika usiku wa manane kuliko nyakati nyingine, kwa sababu shughuli nyingi za kiroho huwa zinaendelea katika wakati huu kuliko wakati mwingine kwenye uso wa dunia. Namba 9, kwa sababu msongo wa mawazo uliokusanywa mchana huanza kumwathiri mwanadamu wakati wa usiku. Moja kati ya vitu ambavyo ni vyema ukavijua na kuviepuka ni kutolala ukiwa na msongo wa mawazo ndani yako. Ni vyema kabla ya jua kuzama ukawasamehe wote waliokukosea, ukajisamehe mwenyewe dhidi ya makosa uliojifanyia, na ukahakikisha moyo wako una amani, kwa sababu tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha changamoto mbalimbali za kisaikolojia ambazo mwanadamu huzipitia wakati wa mchana huanza kuathiri moyo wake pindi mwanadamu anapokuwa amelala, kwani stresi ya siku nzima huathiri moyo na ubongo zaidi wakati wa usiku kuliko wakati wa mchana. Hivyo tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu hupoteza maisha wakati wa usiku, kwa sababu mwili unapokuwa umejipumzisha ndipo stresi ambazo ulikuwa nazo zinapoanza kuathiri mwili wako kwa ndani, ikiwa ni pamoja na moyo wako, na ndio maana stresi kupita kiasi huwa zinaweza kusababisha magonjwa ya moyo. Namba 10, kwa sababu ya upweke na ukosefu wa msaada wa haraka. Asilimia kubwa ya binadamu wanapoenda kulala huwa wanakuwa peke yao. Hivyo wanapopata dharura wakati wanapokuwa wamelala, huwa wanajikuta wakikosa msaada wa mapema na kujikuta wakipoteza maisha. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.